Bwana, ni kwa mara nyingine tena tunakutana katika ripoti za kinachoendelea upande wa Urusi pamoja na Ukraine, ambapo awamu hii tunakutana na taarifa ambayo inamhusu Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, ambaye amesema mfumo wa makombora wa Israel sasa unalinda anga la Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky amesema kuwa mfumo wa ulinzi wa makombora ya Patriot uliotengenezwa Marekani na kusambazwa na Israel sasa unafanya kazi nchini humo, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Kiev kuthibitisha uwepo wa silaha hiyo. Zelensky ameeleza kuwa mfumo huo umeanza kufanya kazi mwezi mmoja uliopita, na ameongeza kuwa Ukraine inatarajia kupokea mifumo mingine miwili ya Patriot msimu huu wa vuli. Nikimnukuu, anasema mfumo wa Israel unafanya kazi Ukraine mwezi mmoja sasa. Tutapata mifumo miwili zaidi msimu huu wa vuli, basi sitazungumzia tena jambo la Patriot, alizungumza Bwana Volodymyr Zelensky. Awali mwaka huu swala la kuhamishwa kwa betri za Patriot kwenda nchini Ukraine lilijitokeza baada ya balozi wa Israel Mikhail Brodisky kudokeza kuwa baadhi ya vitengo vya Patriot vilivyokuwa vimewekwa Israel vinatumiwa na vikosi vya Ukraine. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Israel ilikanusha taarifa hizo. Mji wa magharibi wa Yerusalem ulikuwa tayari umetangaza kustaafisha mifumo 8 ya Patriot iliyokuwa inatumika zaidi miaka 30 na kuibadilisha na mifumo ya kisasa zaidi ya ulinzi wa anga. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Israel ilikuwa tayari kufikiria kuipeleka mifumo hiyo ambayo ilistaafishwa kwenda kule nchini Ukraine. Wakati huo waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ametangaza mapema kuwa Berlin pia ina mpango wa kuipatia Kiev mifumo ya ulinzi aina ya Patriot miwili, ambapo anasema Ukraine inahitaji angalau mifumo 5 ya aina hiyo ili kulinda anga yake. Hata hivyo, Moscow imeendelea kukosoa vikali misaada ya kijeshi ya magharibi kwa Ukraine, wakisema hatua hiyo inachochea kuendelea kwa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov akaonya kwamba silaha zinazopitishwa kwa Ukraine zinaweza kuelekezwa kwenye soko la kimataifa la magendo na kuwa tishio la usalama wa dunia, ikiwemo Israel. Rais wa Urusi naye alishawahi kusema kuwa Urusi itazivunja mara moja mifumo ya aina yeyote ya Patriot ambayo itapelekwa pale nchini Ukraine. Kwa hiyo tunapozungumza sasa hivi ni kwamba tayari Ukraine wanatumia mifumo ya ulinzi aina ya Patriot, lakini kwa bahati mbaya sana Ukraine wamepokea mifumo ya Patriot ambayo ilishaacha kutumika miaka 30 iliyopita. Kwa hiyo ni kama mwendelezo tu wa Ukraine kupokea silaha, yani inakuwa ni kama kiwanda au linakuwa ni kama dampo la kutupa zile silaha ambazo muda wake wa matumizi umeisha, sasa ziko kule nchini Ukraine. Na kuonesha kwamba watu wako serious na biashara hii, tumeona kauli ambayo imetolewa na Alexander Lukashenko ambaye ni rais wa Belarus. Huyu amesema kwamba Urusi na Belarus zitajibu mara moja kwa nguvu zote iwapo ndege yao itashambuliwa na nchi wanachama wa NATO. Kwenye mahojiano aliyoyafanya na Pavel Zarub, Lukashenko amesema kuwa licha ya mijadala inayoongezeka ndani ya NATO kuhusu uwezekano wa kushambulia ndege za Urusi, kitendo hicho kikitekelezwa kitapewa jibu la haraka iwezekanavyo. Anasema wanaweza kuzungumza na kutoa matamshi ya kubabaisha, lakini wakija vitendo utaona ni nini kitakachoshambuliwa na namna kitakavyoshambuliwa, amezungumza Lukashenko. Lukashenko ameongeza kuwa mara nyingi amekuwa akisafiri maeneo ya mpakani na Poland, akibainisha je, watashusha helikopta ya rais au ile ya kijeshi ya ulinzi? Jibu litakuwa ni papo kwa papo. Yani bwana Alexander Lukashenko yeye anasema sasa hivi amekuwa pia akifanya ziara za mara kwa mara kufika katika anga ya Poland ili waone kama ndege yake inaweza ikashambuliwa au itakuwaje. Na anasema pindi tu watakaposhambuliwa basi watapata majibu ya papo kwa papo. Yani imagine sasa hivi Belarus na yenyewe imeingia, limekuwa ni moja kati ya taifa ambalo linazitisha nchi za NATO. Wanasema wakijichanganya tu watawajibu. Lakini pia ametahadharisha kuwa iwapo NATO itajaribu kushambulia ndege za Urusi juu ya eneo la Kaliningrad, hali hiyo inaweza kuchochea vita kubwa zaidi. Licha ya msimamo huo mkali, Lukashenko amesema anatumai mataifa ya NATO yatatulia na kuanza mazungumzo, akisema kwamba kauli zinazotolewa na viongozi wa Poland ni za kutuliza wananchi wao, lakini ukweli hawana uwezo wa kufanya mashambulizi kwa Urusi. Yani
nchi wanachama wa NATO na sana sana kule Poland pamoja na maeneo kama Slovakia wamekuwa wakitoa majibu kwamba wataishambulia Urusi. Sasa Lukashenko anasema of course hii ni trick ambayo inatumiwa na mataifa hayo kwa ajili ya kuwaridhisha wananchi wao. Mwezi huu Poland ilidai kuwa ndege zisizo na rubani za Urusi ziliingia katika anga yake, tuhuma ambazo Moscow ilizipinga. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Poland Ladosław Sikorski akaonya kwamba uvamizi wowote katika anga ya Poland utajibiwa kwa nguvu. Kwa upande wake rais wa Marekani Trump alikubaliana kuwa mataifa ya NATO yana haki ya kushambulia ndege ya Urusi itakayoingia katika anga yao. Marekani hivi karibuni walirejesha uhusiano na Belarus kwa hatua ya kuondoa baadhi ya vikwazo vya enzi ya Rais Biden baada ya Minsk kuachia huru wafungwa kadhaa. Hata hivyo Belarus bado inakabiliwa na vikwazo vingi vya magharibi kutokana na uhusiano wake wa karibu na Urusi tangu kuzuka kwa vita nchini Ukraine mwaka 2022. Yani mnamuona sasa hivi Belarus ameshakuwa naye sugu. Yani Belarus naye sasa hivi anawaambia kinaga ubagani hakuna haja tena ya kujizuia. Unajua zamani ilikuwa ni Urusi wanasema ukiona Belarus imeshambuliwa hata kwa kipande tu cha risasi, basi Urusi watajibu sawa sawa na shambulizi kubwa. Yani haitajisha kwamba ni shambulizi dogo. Sasa hivi mnawasikia na wenyewe wa Belarus wanasema ikitokea Urusi ndege yao imeguswa, imedunguliwa, basi wao ndio watakuwa ni wa kwanza kufanya mashambulizi kwa taifa ambalo litakuwa limedungua ndege za Urusi. Ndio maana nilisema kuna mpango fulani ambao unasukwa duniani sasa hivi, ni kwamba kila taifa linataka kuwa ni super power. Yani hakuna taifa ambalo linataka kusimama kinyonge. Ukitazama nchi za Ulaya ya Magharibi, ukitazama nchi za Ulaya Mashariki, ukitazama Ulaya Kaskazini, yani mataifa yote yanataka kuwa super power. Mtazame mtu kama Mfaransa. Yani Mfaransa imefikia hatua mpaka anampinga kabisa Marekani, anamwambia kwenye swala la kuitambua Palestina Marekani huwezi kutuambia jambo lolote. Lakini ukimtazama huyo Belarus mwenyewe zamani alikuwa ni mtu ambaye yani kama anafiata mkia fulani hivi, lakini sasa hivi na mwenyewe anakuambia mimi sasa hivi mkimgusa Urusi yani sitakubali. Kwa hiyo unaweza ukaona ni aina fulani hivi ya dunia ambayo ni kama familia ya kondoo, baba ndevu mama ndevu, au familia ya mbuzi mama ndevu si baba ndevu and stuff, au familia ya kambale, yani kila mmoja anakuwa na ndevu. Kwa hiyo dunia kwa namna fulani ni kama imepoteza stability, imepoteza ule uwezo wake wa kusimama, kwamba kuna mtu anaweza kasimama akatoa kitisho ambacho kinaweza kukatisha mataifa yote. Na hili linamsumbua sana Marekani, kwa sababu Marekani zamani alikuwa akitoa kitisho kimoja tu yani dunia nzima inatetereka. Nimeona juzi hata kwenye ule mkutano wa UNGA ambao umekutanisha mataifa mbalimbali duniani, yani kwa mara ya kwanza kabisa tokea nimezaliwa na kuanza kufuatia mambo ya geopolitics, ndo nimeona viongozi ukiachilia mbali wale waliopo ukanda wa Sahel, wale akina Ibrahim Traore wale pamoja na wengine wale, hasa hivi unaona hata mtu kama William Ruto rais wa Kenya anawabrust vibaya mno watu wa magharibi. Anawaambia nyie haiwezekani mnatengeneza sheria ambazo zinaiongoza dunia, halafu kwenye hizo sheria hamtaki kushirikisha mataifa 54 yaliyopo katika bara la Afrika, halafu mnasema ni sheria zinazotakiwa kurun dunia. Anasema huo ni upumbavu na ni mambo ambayo hayatakiwi kabisa kufanyika. Nikamwona pia na makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Isdori Mpango, naye akazungumza akasema dunia ya sasa hivi yani ni dunia ambayo watu mnazungumza lakini machafuko kila maeneo. Kwa hiyo kabla dunia haijawa hivyo ambavyo wanaizungumza, ni lazima hayo mataifa yenyewe yajifikirie. Yani nimewaza, unajua, nikasema mbona kama hata viongozi wa Afrika na wenyewe sasa hivi wameshtuka. Ndio maana siku moja nimewahi kuzungumza nikasema watu wanaweza wakaona kinachofanywa na Urusi ni kama mchezo, lakini nawaambia ukweli, Urusi imesababisha mataifa mengi sana duniani yamekuwa na jeuri. Yani yamekuwa na jeuri kupita maelezo. Can you imagine, umewahi kufikiria wewe binafsi kwamba itafikia hatua Kenya wanaweza kaibrasti Marekani, wanaweza kabrasti umoja wa Ulaya, sijui wakaibrasti umoja wa mataifa? Ni vile sasa, yani unajua watu wamesha kuwa sugu. Yani watu wameona kwamba hakuna njia ya kuwa huru kama huwezi kudai uhuru wako kwa nguvu. Sasa hiki ndicho ambacho kinaendelea hata huko ukanda wa Ulaya ya Mashariki. Unaona Ulaya Mashariki, unaona Ulaya Kaskazini, Ulaya Magharibi, yani watu ni wana blasti
I say hakuna kitu ambacho kinanipa burudani kama hiki. Na nimeona pia Wahangari na wenyewe, Hungary ni wanachama wa NATO, lakini Wahangari ni watu ambao sasa hivi wamesimama kinaga ubaga na taifa la Urusi. Wanasema wao they stand na Urusi, wana stand na rais wa Urusi Vladimir Putin. Urusi sio taifa bovu kama ambavyo linazungumzwa, na wameenda mbali zaidi. Hungary imewapiga marufuku vyombo vya habari 12 kutoka Ukraine, hatua ambayo imechukuliwa kama jibu kwa marufuku ya awali ambayo iliwekwa na Kiev katika vyombo vya habari vya kigeni kwa kile ambacho walisema inasambaza taarifa za uongo kuhusiana na Urusi. Yani Ukraine walipiga marufuku vyombo mbalimbali vya habari kuweza kuoperate pale nchini Ukraine, wakisema eti zinatoa taarifa ambazo ni taarifa potoshi kuhusu Urusi. Sasa wenyewe watu wa kule Hungary nao wamejibu. Waziri wa baraza la mawaziri la Hungary anaitwa Jagley Gulyas tarehe 29 anasema vyombo vya habari ikiwemo Origo, Demokrata vimepigwa marufuku Ukraine kwa sababu vilithubutu kuandika kwa mtazamo wa ukosoaji kuhusu sera za vikwazo dhidi ya Urusi, msaada wa kijeshi wa Ukraine na kuonesha umoja wa Ulaya na NATO kama taasisi zisizo na mshikamano na zisizofanya kazi ipasavyo. Sasa Gulyas akaeleza kwamba marufuku hayo dhidi ya vyombo vya Hungary lilikuwa ni shambulio lisilo na sababu yoyote. Sasa orodha ya vyombo vya habari vya Ukraine vilivyopigwa marufuku Hungary inajumuisha vyombo kama Ukrainska Pravda, European Pravda pamoja na NV Halnomyaskaya TSN pamoja na vyombo mbalimbali. Kupitia katika ukurasa wa Facebook, Gulyas ameonya kuwa kwa kujiunga na Umoja wa Ulaya, Ukraine italeta mgawanyiko zaidi ndani ya jumuiya hiyo. Tukio hili linaashiria hatua mpya ya mvutano katika uhusiano kati ya Kiev pamoja na Budapest, ambapo kwa muda mrefu umekuwa wa hali ya kutoelewana. Hungary inachukulia kama serikali yenye msimamo wa karibu zaidi wa Kremlin miongoni mwa wanachama wa EU na NATO. Taifa hili sasa ambalo mara kadhaa limekuwa likizuia msaada wa kijeshi kwa Ukraine na vikwazo dhidi ya Urusi tangu kuanza kwa vita pale nchini Ukraine. Na Ukraine iliwasilisha maombi ya kujiunga na Umoja wa Ulaya muda mfupi baada ya Urusi kuanzisha mashambulizi yake na baadaye ikapewa hadhi ya mgombea. Hata hivyo, kama mwanachama wa EU, Hungary ina mamlaka ya kupiga kura ya turufu ambayo wao mnaita ni kura ya veto juu ya hatua zaidi katika mchakato huo. Na wiki iliyopita Zelensky alizungumza kwamba ndege zisizo na rubani za Hungary ziliingia katika anga ya Ukraine karibu na mpaka, madai ambayo Budapest pia iliyakanusha. Kwa hiyo sijui kama mnanielewa hiki ambacho nakizungumza kwamba ni dunia fulani hivi ambayo imejaa sasa hivi watu wa babe. Yani ukienda Afrika unakutana na vijana wa babe, unaenda Ulaya Mashariki vijana wa babe, kaskazini wa babe, magharibi wa babe, Asia wa babe. Yani ni hivyo ndio dunia tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo wenyewe kama mnahitaji kuweza kumove, kusurvive, ni lazima mtengeneze ubabe. Na ubabe hautengenezwi tu eti kwa sababu labda sijui una nini. Yani kuwa na kitu ambacho mtu anakihitaji na wewe bila wewe hicho kitu hauwezi kukipata. Yani mfano kama wewe una Tanzanite, unajua kabisa Tanzanite inatumika, unaipata tu Tanzania peke yake. Vimba nayo hiyo. Ili mradi tukishajua hiyo Tanzanite vitu ambavyo inatengeneza pasipo wewe hawezi wakasurvive, basi na wewe tengeneza mazingira namna hiyo kuliko kila siku hivi piga magoti, mwisho wa siku tunadharaulika. Na ndio maana mkienda huko hao viongozi wetu hivi wakienda, umeona juzi wameenda kwenye ule mkutano wa unga huko, rais anasimamishwa kwenye msafara ili apite rais mwenzake. Mimi niliona mambo ya hovyo kabisa, na nilishangaa pia nikaona wakati rais wa Kenya William Ruto anazungumza kwenye mkutano wa unga, eti akazimiwa mic kisa tu eti anaibrasti Israel. Lakini nafikiri for the time being dunia sasa hivi imechange na sisi tunatakiwa kuchange. Hatutakiwi tena kuwa watu wale ambao unajua hizo style za hizo zilizokuwa ni za zamani. Watu sasa hivi wanatafuta maisha. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.